Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Paul Christian Makonda kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, akichukua nafasi ya Profesa Palamagamba John Aidam Kabudi ambaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Uteuzi huo umefanyika Januari 8, 2026 ambapo kabla ya uteuzi huo Makonda alikuwa naibu waziri katika nafasi hiyo. Katika hii nafasi ambayo Paul Christian Makonda amepewa, imezua mjadala mkubwa zaidi katika mitandao ya kijamii, kwa sababu naibu wa kwanza waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo alikuwa Hamisi Mwinjuma almaarufu kama Mwana FA. Katika kitu ambacho kimekuja kushangaza zaidi ni ile hali ya Paul Christian Makonda kuteuliwa kuwa waziri kabisa katika sekta hiyo, huku mzoefu akiachwa pembeni, Hamisi Mwinjuma. Katika upande wa kuweza kutafakari kitu kama hichi hapa, maoni mengi mtandaoni katika mtandao wa kijamii yamekuwa yakisema maneno hayo ni pamoja na nafasi aliyopewa Paul Christian Makonda. Kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine, unadhani je, Paul Christian Makonda alistahili kuwa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo kutoka katika nafasi ya unaibu juzi tu na kuachwa Hamisi Mwinjuma ambaye aliyewahi kuwa na mpaka sasa hivi ni naibu waziri katika sekta hiyo? Kama utakuwa hujaelewa vizuri hiki ambacho nimekusogezea, ningependa nirudie tena kwa kuisoma au kukuelezea upya nafasi ambayo ameweza kuteuliwa Paul Christian Makonda katika wadhifa huo mkubwa wa kuendesha taifa hili katika upande wa sanaa, utamaduni na michezo. Nikirejea, inasema Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Paul Christian Makonda kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, akichukua nafasi ya Profesa Palamagamba John Aidam Kabudi ambaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Uteuzi huu umefanyika leo Januari 8, 2026 ambapo kabla ya uteuzi huo Makonda alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Basi hiyo ndio taarifa ambayo tuko nayo kwa wakati huu hapa. Kama utakuwa na maoni yoyote kuhusiana na hiki, basi unaweza ukatoa maoni yako hapo. Wakati huu nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Kwa heri.